Habari mtazamaji wa The Chanzo, karibu tena kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tumekuwa tunayafanya hapa The Chanzo. Leo tuko hapa mjini Posta jijini Dar es Salaam, na tumekuja hapa ofisini kwa Dr. Rugemaleza Nshala ambaye yeye ni wakili lakini pia ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na naweza nikasema active voice nchini kwetu hapa yanapokuja masuala mazima ya sheria, utawala wa sheria, masuala ya haki na masuala mengine yanayohusiana na demokrasia. Kwa tumekuja leo hapa, tunataka kuzungumza naye kwa sababu anasherehekea, tunaweza tukasema miaka 30 tangu apishwe wale kiapo cha uwakili mwaka 1995. Kwa tuko naye hapa, tutazungumza naye sana kuhusiana na nafasi yake kama wakili, sio sana kama mwanasheria wa Chadema. Tulikuwa tunataka kufahamu vitu mbalimbali kutoka kwake yeye kama binafsi, lakini kuhusiana na nchi yetu ya Tanzania pia. Mimi ambaye nitakuwa kuendeshea mazungumzo haya ni Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera Joseph Kirati na Ambrose Dawai, tunakukaribisha sana Dr. Shikamoo tena. Marhaba, karibu sana. Asante sana. Ndio. Nadhani pahali pazuri kabisa pa kuanzia ni unichore, if you can, hali ya utawala wa sheria, rule of law, jinsi ilivyokuwa ile mwaka 1995, Disemba 15, 1995 ulipo kula kiapo cha kuwa wakili. Ulikuta vipi hali ya utawala wa kisheria kipindi kile, na ipi tathmini yako kuhusiana na safari hii ya utawala wa sheria? Kwa sababu kwa muktadha tu ni kwamba safari yako ya kupractice uwakili nchini Tanzania ni kama inaenda sambamba na safari yetu kama taifa ya mfumo wa vyama vingi. Mwaka 95 ulikula kiapo cha kuwa wakili. Mwaka 1992 tulirejesha mfumo wa vyama vingi Tanzania, na 95 tukawa na uchaguzi mkuu. Tuchoree, ulikuta vipi na imekuwa inaendelea vipi kwa tathmini yako? Asante sana. Ndani ni swali zuri, na pengine natakiwa tusaidia kuweza kuijua nchi yetu kwa utuo au kwa undani. Na ni safari ambayo ilianza vizuri, lakini tulipo ni pabaya. Pabaya sana. Tulikuwa na mahakama ambayo inaheshimika sana. Kulikuwa na malalamiko yalikuwepo kuhusiana na mahakama, lakini ukiangalia ile hali ya mwaka 95 na hali ya leo ni mbingu na dunia. Ni tofauti, kwa sababu heshima ya majaji ilikuwa ni hali ya juu sana. Hapo nazungumzia majaji aina ya Jaji Francis Nyarali, nazungumzia Jaji Rugakingira, Samata, unazungumzia Kisanga, nazungumzia Mroso, Msofe, majaji ambao wenye kujipambanua sana. Huko unaenda mahakama kuu na Jaji Rugakingira bado mwaka ule alikuwa bado mahakama kuu, na Jaji Marusanya, una majaji Mapigano, na watu ambao kwa kweli kwanza uelewa wao wa sheria ni wali ya juu sana. Hata ukienda ukasoma maamuzi yao ni ya ubora ni wa hali ya juu sana. Sasa ni majaji ambao wanajiamini kwamba wanataka kulinda heshima ya muhimili wa mahakama, na kesi kubwa ambazo zilitokea wakati ule. Kumbuke nchi yetu tulipata uhuru, hatakuwa na
na zile kanuni za haki za binadamu katika katiba yetu ile, katika Bill of Rights haikuwepo. Mapambano ya mwaka 84 yalisababisha hizo Bill of Rights kuwekwa, ikatolewa kwa miaka mitatu kwamba zisianze kufanya kazi zile kanuni au zile haki zisianze kutiliwa nguvu kisheria mpaka mwaka 88, kwamba serikali isafishe nyumba yake na ili mwisho wa siku zianze kufanya kazi mwaka 88. Inafika mwaka 88 serikali haijafanya kitu. Kwa hiyo majaji kama Jaji Mwarusanya wakaanza kusema kwamba sheria mbalimbali za nchi zinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Tukatoka pale, lakini bado kwa na ugumu kwamba ulikuwa uweze kuishtaki serikali moja kwa moja bila kibali cha mwanasheria, waziri wa sheria. Watu wakaenda mahakamani mwaka wa 92. Mwaka 94 mahakama ikatangaza kwamba ile sheria inayotaka kwamba alikuwa mzee Arute Mugwai, kaka yake Tundu Lissu, alikuwa kule Arusha, ndiye alimwakilisha mtu anaitwa Kukutia Ole Pumbuni. Wakafungua kesi dhidi ya serikali na ikatangazwa kwamba hiyo sheria ni kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kule Dodoma Jaji Mwarusanya katika kesi ya Gilson Mwangwa naye vile alikuwa ametangaza kwamba ni kinyume cha katiba. Kwa hiyo akawa kuna msingi kama hii. Sasa hiyo 94 mwishoni tunamalizia, kulikuwa na kesi mbili kubwa sana zilitokea. Kuna kesi ya Christopher Mtikila ambaye anasema alikuwa ameweka mambo mengi, mgombea binafsi, mambo ya maandamano na nini yote, kwamba kama ameenda mahakamani, Mahakama Kuu, kwenda kule serikali wakamkataa Jaji Mwarusanya, kesi panga kwa Jaji Mwarusanya. Akasema huyu ameandika vitabu vyake vya haki za binadamu na yote ambayo ameyasema ni kama yale ambayo ameandika kule. Tena alimpinga alikuwa ni wakili, na alikuwa baada ya kumaliza kwa ujaji na mfariki mwaka jana, Jaji Kipenka Musa alikuwa alikuwa wakili wa serikali. Kwa hiyo ikabidi Jaji Mwarusanya aondolewe katika ile kesi. Jaji Rugakingira alikuwa Mwanza, ikabidi atolewe Mwanza maalum kuja kusikiliza ile kesi. Na kaja akaamua ile kesi ya Christopher Mtikila dhidi ya mwanasheria mkuu. Yes. So ni kama vile mtazamaji akikusikiliza ni kwamba, na umesema kwamba sasa hivi tuko pabaya zaidi kuliko ilivyokuwa 1995. Inashangaza kidogo kwa sababu ungetegemea kwamba mfumo wa vyama vingi ungekuja na ubora kwenye namna utawala wa sheria unavyoendeshwa, namna ambavyo mahakama ipo uhuru labda kujiendesha, na pengine ubora wa hizo hukumu Nini kimetokea? Nini kimetokea ndani ya hii miaka 30 ambayo wewe umekuwa ukipractice sheria, na huu mdororo ambao umejaribu kugusia wa hali ya utawala wa sheria na uhuru wa mahakama? Unaweza sehemu kubwa inatokana kwamba na ubabe, wivu na muhimili wa utendaji wa serikali ambao unaamini kwamba wenyewe ndio unajua zaidi, kana kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema serikali ndio kila kitu. Katiba isemi hivyo. Ile mihimili iko sawa. Ile mihimili kikatiba, kwa sababu unajua yani watu ambao wanakosea. Hakuna sehemu ambayo rais au makamu au ameanzishwa nje ya katiba. Cheo kile ulichonacho au vile vyeo vile na ile mihimili imeanzishwa na katiba. Hakuna sehemu ambayo inasema kwamba muhimili huu, si ndio, ni mkubwa kushinda muhimili mwingine. Ni mihimili ambayo inatakiwa iangaliane. Ina madaraka yake, mamlaka ya utendaji sawa, ni serikali chini ya rais. Sawa sawa. Mahakama ni mahakama chini ya nani? Jaji mkuu. Sawa sawa. Bunge ni madhubuti kwa nini? Yani natakuwa ile imara kwa mujibu wa katiba, na basi mkubwa wake ni speaker. Lakini sasa shida ni nini? Ni yale madaraka ambayo nayo rais. Ndio? Kwa sababu ngoja, kwa sababu umejaribu kugusia kwamba kilichotokea umesema ni ubabe wa serikali executive. Yes. Na nilikuwa sasa kuunganisha na hayo madaraka ya rais, kwa sababu mtu anaweza akajiuliza huo ubabe unatokea vipi? Yani unatokeaje mpaka tukatoka kwenye hali ambayo wewe unaieta nzuri ya utawala wa sheria, na sasa unaona hali
ni mbaya zaidi. Ubabe wa executive unatokeaje? Kwa sababu wao wana vyombo vya dola. Unakuwa na majaji wengi. Unakuwa na majaji wengi ambao walikuwa ni mawakili wa serikali. Na wengine ni vigumu wao kuweza kusema sasa mimi sio tena wakili wa serikali, nimekuwa nani? Nimekuwa jaji. Nina kinga yangu, si ndio? Nina mshahara wangu ambao unahakikishwa na nitatumia kazi yangu mpaka nifikishe miaka mingapi? Miaka 60. Sasa wengine wanakuwa ni vigumu kuweza kuwatoa huko. Na vile vile kuweza kusema kule kutokufahamu kwa baadhi ya majaji kwamba mtetezi nambari 1 na mlinzi nambari 1 wa katiba ya nchi yetu ni mahakama. Mahakama inatakiwa kukuambia rais umekosea. Bunge umetunga sheria inakiuka nini? Katiba. Anatakiwa kulinda nchi yetu kwa nambari 1 katika misingi ya sheria ni mahakama. Lakini sasa ni kwamba kumekuwa na maamuzi ya ajabu ambayo yametokea. Ambayo yanasema kwamba hii tunaiachia muhimili wa utendaji. Haya si masuala nini ya kimahakama. Au wakaja sasa wasema nenda ukashughulikia kwanza huko katika vyombo hivyo vya nani hivyo vya utendaji, upate haki yako kwanza kule. Sawa? Mwisho ambayo ni kitu kigumu. Nimekuja nimesema kwamba katiba ya nchi imekiukwa. Kwa mfano nichukulie kama kesi za mpina za mwaka jana zile za sukari. Tuna ushahidi kabisa kwamba hapa sheria imekiukwa. Sawa? Watu wamepiga dili. Na kwenda mahakamani naambia lakini kulikuwa na njia nyingine. Yaani Bashe tumemshtaki, waziri wa kilimo, alafu tena unaambiwa kwamba ufanye nini? Eti utakiwa niende Karamika kwa kesi. Upumbavu gani? Yaani kwa ni mambo ambayo hayaingia akilini. Kuna namna nyingine ambayo majaji wangeweza kupatikana bila ya kuteua kutoka waliokuwa, kwa sababu unaibua hoja ya msingi kwa mtazamo wangu kwamba una watu ambao walikuwa ofisi ya mwanasheria mkuu kwa miaka mingi, alafu kutoka pale ndio wanakuteuliwa kwa majaji. Wanaweza wakawa na ugumu kidogo kufanya maamuzi dhidi ya. Lakini kuna namna nyingine ambayo ni kubwa sana kwa wenzetu wengine tu, ni kwamba kuna kama kumfanya Kenya na nchi nyingine watu wanaomba. Ndio inatangaza zile nafasi kwamba kuna nafasi za ujaji watu waombe. Mtu akiomba utasaidiwa. Tena sasa hizi Kenya wao ni wazi. Inarushwa kwenye TV nchi nzima inaona jaji anabomba ile kazi. Historia yako yote ya nyuma yote inawekwa pale chini. Kama ujaji mtu ana maadili anaendana na ujaji. Naweza kuwa wakili lakini sina maadili ya ujaji, si ndio? Ndio kwamba sifa yangu ya kuwa wakili inasaidia, lakini hapana, wewe kwenye uandishi wako kwa kweli haustahili kuwa jaji. Wewe mwenendo wako ambao tunaufahamu hata huko nje haustahili kufanya nini? Kuwa jaji. Lakini na uwezo wako wa uelewa wako wa sheria ukoje? Sasa hilo ndio unaweza ukapatikana kwa njia ya kuomba. Njia ni alafu unafanywa na ile tume ya utumishi wa mahakama ambayo inatakiwa sasa ianze kuwasaidia hao watu ione kama wanafaa. Mwisho wa siku nasemaje, hao ndio tumewachagua. Rais kwa heshima tu, si ndio? Kwa heshima tu anaambiwa atangaze. Sio kwamba awatangaza. Kenya anawatangaza. Hana uwezo wa kusema kwamba wewe ndio jaji au sio jaji. Hapa kila kitu ni nani? Ni rais. Nitakuja kwa sababu nina swali kuhusiana na uhuru wa mahakama. Nataka tubaki kwenye hili swala la utawala wa sheria. Wewe umepractice sheria kwa muda wa miaka 30. Kwa mfano mtu pale nje, mwananchi akikuuliza sema Dr. Nshala, kwa mtazamo wako Tanzania tuna utawala wa sheria au hatuna? Jibu lako lingekuwaje? Aliyetu ni jibu ni gumu. Yaani it is complicated. Sababu gani? Kwa hiyo yaliyotokea hivi sasa tuna utawala wa kubabe tu. Ndio? Hapa na pale utakuta kasheria kamefuatwa, umeenda mahakamani umepata haki yako hapa na pale, lakini kuna jamaa huko mtaani hawaheshimu hiyo. Ndio? Sasa sheria inasema ni kukushika kwa mfano. Polisi wamekuja kukushika. Kuna taratibu za kukushika. Waende kwa mjumbe, waende kwa mtendaji, waje kukuchukua. Sasa hawakufanya hivyo. Unachukuliwa kininja tu na unapelekwa. Sawa sawa na watu hawajui kama kashikwa na nani, kapelekwa kituo gani. Sasa kuficha, wewe una utawala gani wa sheria? Hakuna. Nitakuwa nadanganya. Nafsi yangu haiwezi kuniambia kwamba ninaweza kuwa na jeshi la polisi. Linashika watu kwa uficho na kwa ubabe. Ndio, nashika kama mtu usijui kama unagombana na simba, unamchukua mtu unaondoka naye kibabe, kamera zinaona, afu unaenda polisi kudai sasa hatuna huyo mtu. Amepotea Mdude Nyagari, amepokea Soka, amepokea na wenzake, hakuna. Na sisi polisi wamesema hawahusiki kukamata. Sikiliza. Watu ambao wafahamu katiba
na wasioheshimu katiba ndio ambao wanatoa majibu hayo. Labda okay, kabla polisi kwenye hivyo visa viwili ulivyovisema wamesema wao hawahusiki kuwakamata watu na wala hawawashikili. Labda uendelee. Nasemaje? Ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi. Kila mtu anaye haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha yake kutoka kwa nini? Kutoka kwa jamii, kwa mujibu wa nini? Wa sheria. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, mimi na wewe hapa, mimi nina haki ya kuishi kama wewe ulivyonayo haki ya kuishi. Lakini sisi tena kama jamii tumesemaje? Tunalindana maisha yetu, ambaye tumemkabidhi sehemu kubwa kutulinda maisha yetu kwa kama jamhuri au kama nchi. Nani? Sio polisi. Unaniambiaje kama hujui kama mtu kapotea? Kama umeshindwa kumtafuta manake kazi hujui. Uondoke. Sasa ni watu, tuna watu wameapa, mimi nitaapa na kuidhinisha na kuitetea na kuidhinisha. Umeitetea vipi? Kwa matendo yako. Sawa? Polisi wakisema hawajui fulani, unaweza kuwa mtu umechukuliwa. Peleleza. Tafuta huyo mtu yuko wapi? Tuambie yuko wapi au ilikuwaje? Lakini yani wao upelelezi unakwisha au jukumu linakwisha kwa kusema sisi hatujamchukua. Kazi imekwisha. Na sasa hizi kwenye kesi kama mfano kesi ya soka, una amri ya Mahakama Kuu kwamba polisi wachunguze. Mpaka leo hawajatupatia chochote kile. Majibu yao ni mepesi, sisi hatujamchukua, hatujui yuko wapi. Lakini imepigwa simu kwamba mtu anakwenda wapi? Kituo cha polisi. Alafu tunasema hamna nini. Alafu mtu anaendelea kubakia kazini. Kwa hiyo jibu ni kwamba it's complicated. Inapokuja swala ni ngumu sana. Kuna sehemu na sehemu unaweza kuona utawala wa sheria, lakini kwa sehemu kubwa mfumo umeparaganyika. Sasa swali ninalojiuliza mimi ni kama hali ni hivyo, inamaanisha nini kuwa wakili nchini Tanzania? Kuna wazee wetu wengine, kwa mfano Profesa Shivji alikuwa wakili kwa muda mwalimu, katufundisha, ana heshima kubwa sana. Alipoanza kuona kwamba hali ya ubora wa maamuzi na nini mahakama, akaamua sababu natundika madaruga. Akasema tu, akaenda kuomba kwamba atabakia tu kutetea zile kesi za maslahi ya umma hapa na pale. Basi kwa hiyo kama juzi umeona amekuja kushirikiana kesi ile ya Bradea. Baada ya miaka 20 hajaonekana mahakamani, ndio ameonekana kwenye kesi mara moja. Inasikitisha. Wenzetu Kenya unaona wale wakina Kaminwa na uzee wao wote, mtu ameweza chuo kikuu Dar es Salaam mwaka 64, si ndio? Bado yuko mahakamani anaenda Kenya. Sawa? Ana miaka 89 90, yuko mahakamani anakwenda. Sisi kwetu hapa watu kama wakili, sio kama jaji. Sio kama jaji. Kama wakili. Sio kama ni hoyae, si ndio? Ana maisha yake mazuri ya heshima, lakini bado anaona kwamba ana jukumu la kufanya kwa nini? Wakisha utawala sheria unaendelea kukua katika nchi yao. Sisi hapa kwetu watu wanakiangalia hivi, kwa nini sasa niende kule? Si nini? Sasa niondoke. Wewe pia unawaza hivyo? Yaani unaweza kufikiria kwanza hivyo, lakini bado naamini kwamba tuna nafasi ya kupambana kurekebisha hii gari. Lakini what does it mean kwa nchi kwamba una mawakili wanaamua kuacha kazi ya uwakili, sio kwa sababu nyingine yote, lakini wanahisi kabisa hakuna point ya kuwa wakili kwenye nchi ambayo ina utawala wa mabavu. Ukiwa kwenye utawala wa mabavu, wakati mwingine watu wanakuwa ni sahihi kwamba njia bwana, ili acha nikimbize bawa langu, si ndio? Kunguru mwoga ukimbiza bawa lake, si ndio? Anaamua aondoke. Yes. Kwa hiyo sasa hii ni sio kitu kizuri, na mimi ningetegemea, kwa sababu yani sioni sababu gani hata kwa katiba hii dhaifu, kama ukiamua na majaji wakasema hatuwezi kubali pumbavu, si ndio? Hatuwezi kupigiwa simu, kwa sababu ukiwa na mahakama thabiti na imara, sawa, ambayo inaheshimika, mtu hata mwekezaji, msema wawekezaji mtaka waje, watakuja. Lakini ikiwa ni mahakama ya kupigiwa simu au ya kutishwa, watu wanakimbia. Sasa mwisho siku, sasa kuna mzee mmoja ambaye wao wanasema kwamba kama ni rais, kwa nini uhangaike na wakili wakati ni rais kumlipa hakimu, si ndio? Yaani kama unaweza kumlipa hakimu ukapata haki yako, kwa nini uhangaike na wakili, si ndio? Hiyo inaweza kuwa ni hatari sana. Ni vizuri umenileta huku kwenye swala la mahakama. Kuna mambo mengi yanatokea kuhusiana na mahakama na malalamiko mengi, na moja wapo ni hilo la uhuru wa mahakama, na umezungumza majaji kupigiwa simu na nini. Mara ya mwisho
Mara ya mwisho mtu alijitokeza hadharani kusema hilo, mahakama ilijitokeza na kukanusha na kumkemea kwamba hicho kitu si kweli, hakuna jaji anapigiwa simu, na kwamba mahakama ziko huru, zinafanya maamuzi yake kwa mujibu wa sheria. Na juzi hapa wakati jaji mkuu anawaapisha mawakili wapya, alizungumzia hilo, akasema kwamba kuna watu wanazungumza mahakama haiko huru, lakini mahakama ziko huru. Tumetoka kwenye swala la utawala wa sheria. Kwenye hii miaka yako 30 ambayo wewe umepractice sheria na uwakili, jibu lako, again, mtu akikuuliza kwa mfano, Dr. Nshala, wewe umeenda mahakamani, umewawakilisha watu, umetetea kesi nyingi, mahakama yetu sisi Tanzania kwa mtazamo wako iko huru na au haiko huru? Nitakuwa mwaminifu tu. Uhuru ni mdogo. Sitaki kuzunguka. Ni kama wakili natakiwa nitetee mahakama, ndio maana nazungumza, nasimama nitetee mahakama, lakini hali nimeiona imeporomoka. Inajidhihirisha vipi? Angalia tu maamuzi ambayo yanafanyika, maamuzi yake. Tuna kesi ya Christopher Mtikila ya pili, mahakama ikasema swala hili la kisiasa, si ndio? Hatuwezi kuliamua. Mgombea binafsi, si ndio? Mgombea huru, hilo swala la kisiasa ambayo yani ni haki ya nini ya mtu, katiba imetaja. Mahakama inasema hatuwezi kuliamua hilo. Kesi za Mpina, sawa sawa. Haya, una kesi au tuzungumzie hizi za habeas corpus za kupata watu. Nasema wewe ndio unatakiwa kufanya nini? Wewe unaisema kwamba walimchukua, ndio ulete uthibitisho. Mimi na uwezo wa kumwambia polisi nipatie jina lako. Au sheria inasema akifika lazima atoe jina lake. Wamesema polisi, watu wamefika wamejitambulisha kama sisi ni polisi. Ndio? Wanamchukua yule mtu. Mkienda kusema baadaye polisi walimchukua, wasema leta uthibitisho kama polisi walimchukua. Huko ni kitu gani uthibitisho gani ambao polisi walimchukua? Watu wasema kwamba polisi wakifika wapige, wanatakiwa waache vitambulisho vyao na wewe wachukue nakala za vitambulisho vyao. Yaani ili kwamba umeleta uthibitisho. Sasa uhuru wa mahakama, wanasema kuna msemo wa Kiingereza wanasema perception trumps reality. Muonekano, si ndio? Au ile kudhaniwa, si ndio? Ushinda nini? Ushinda uhalisia. Sasa kuna majaji ambao wako huru. Yaani sio sema wote watakuwa ni wanapigiwa visimu au wakubali. Lakini wengi hali sio njema. Na hiyo inaibua swali very interesting, kwa sababu unachora vipi sasa, at what point unasema kwamba hili ni suala la mahakama kama muhimili na sio some bad apples, kwamba kuna ni suala la majaji tu baadhi. Mimi yanasema hivi, tokana na mparaganyiko huu, si ndio? Inabidi maana tunakimbilia kufanya mabadiliko ya kulinda heshima ya mahakama. Wapo majaji wazuri kabisa, wapo mahakimu wazuri kabisa, na wapo wabaya. Si ndio? Watu wabaya. Yaani mimi nasema mahakama ni sawa na mke wa Kaisari. Sawa. Ule msomo wa kizamani. Caesar's wife is beyond reproach. Yes. Kwamba mke wa Kaisari yani hatakiwi hata kuwa na doa. Si ndio? Hatakiwi kuwa hata na doa. Kwa hiyo mahakama haitakiwi kuwa hata na doa. Ikionekana na doa ni tatizo, inabidi chukua hatua za nini? Za haraka za kuondoa hicho kitu. Sawa? Sio unasema thibitisha kwamba nani usisi sio huru. Ule muonekano. Uonekana tu kwamba wewe sio huru. Au kudhaniwa kwamba sio huru, si ndio? Ni tatizo. Una kesi zinafunguliwa ambazo hazina kichwa wala miguu, si ndio? Unakaa nazo sababu jamhuri wanaamua wanataka. Kesi za jinai unafungulia watu makesi ya uhaini, yani left right and center uhaini. Na mahakama mnakaa nazo tu. Kwanza tu Kenya, jaji akiona ile charge ni ovyo, si ndio? Anayetandikia pale. Sheria inaruhusu kabisa ukipokea kesi ya ambayo inaonekana ni mbovu, si ndio? Unaifuta pale. So kwa mtazamo wako wewe ni beyond issues na individual judges and justices. Kwako wewe ni issue ya kitaasisi. It is systemic. Kwa sababu yani maana mwisho wa siku ili kuweza kuokoa hali, si ndio? Lazima uisuke upya mahakama. Au yani, lakini uisukaje upya mahakama? Unaisuka upya mahakama vile kwa na katiba mpya. Sawa. Yani tuangalie
kwamba kinga gani ambazo majaji wanatakiwa wawe nazo ambazo hawana watakiwa waongezewe. Namna gani ya kuhakikisha tunapata majaji ambao wana sifa. Sawa sawa? Sio kwamba kwa kuwa wanafahamiana na rais au na nani ndio wanateuliwa kwa majaji. Sio ndio? Kwamba mtu anaomba kazi. Au kuna mtu anasema bwana, hauenda kazi ya ujaji pengine hataki, lakini ufahamu jamani mtu mzuri sana. Anaweza kushawishiwa omba hii kazi, akaomba akafanyiwa usaili, akaonekana na sifa akachukua, na yeye akipata ile kazi lazima apewe zile kinga zake. Yaani aelewe kwamba kumpigia simu jaji kwa mfano kwamba sio unamtisha kwamba amua hivi. Sio ndio? Ni kosa la nini? Inaweza kuwa ni kosa kubwa. Sio ndio? Lakini ni kosa sasa hivi kufanya hivyo, sio? Yaani kama maana hii katika msingi ya rushwa. Hakuna si hata kuingilia uhuru. Yaani moja kwa moja kuonekana kwa uwazi itakuwa ni vigumu, kwa sababu sehemu kubwa mambo yanafanyika kwenye kificho. Nini specifically kinapaswa kufanyika? Kwa sababu swali langu pengine lingekuwa general, lakini umeli specify wewe mwenyewe kwamba kama kutakuwa kuna mabadiliko yote ya kufanyika kuhakikisha kwamba mahakama zetu zinakuwa na uhuru zaidi, lazima tuanze kwenye katiba. Sasa. Lakini wewe kama mwanasheria, wakili, umefanya kazi miaka 30, una PhD ya sheria, nini specifically kinapaswa kubadilika kwenye katiba yetu ya mwaka 1984 ambacho 77 samani, ambacho kingeleta haya mabadiliko ambayo wewe unayatamani? Kwa sababu nakuuliza hivyo kwa sababu rais ameahidi mabadiliko ya katiba, na alisema kwamba ndani ya siku 100 za kwanza za utawala wake huu awamu ya pili atafufua mchakato wa kuandikwa katiba mpya. Nini kinapaswa kibadilike ndani? Unajua kusikiza kauli za watu wasioaminika ni shida. Watu wasioaminika siwezi kuchukua maneno yao. Napigania tu nchi yangu, nazungumza. Kikubwa ni kwamba tunataka mabadiliko makubwa. Tunataka kuandika katiba mpya. Tunaandika katiba mpya, tunajuzua au nani miswada ya katiba, kwa hiyo kuna ile walioba, kuna nini zipo, si ndio? Unaweza tuweka pale. Swala ni kwamba swala la uteuzi, majaji wanateuliwaje? Si ndio? Wanateuliwaje? Kuna swala la budget ya mahakama. Sawa, watendaji wa mahakama wanapatikanaje? Inakuwaje rais ateue sijui watendaji wa mahakama? Mtendaji mkuu wa mahakama amteuliwa na rais. Au Judicial Service Commission inafanya kazi gani? Haya, nani inakuwaje wasajili wateuliwa na rais? Sawa, hii ni kazi ya mahakama ndani, watu wafanya kazi ndani ya mahakama au ni watendaji wa mahakama. Sawa. Kwa inabidi wapatikane vipi? Inabidi wapatikane kwa kupitia hiyo tume ya utumishi wa mahakama. Mwisho wa siku jaji mkuu anatakiwa afanye nini? Awapatiwe. Bali waoneshe hapo. Majaji tunasema tume ya utumishi wa mahakama inawasaili, inasema hawa rais watangaze kwa mfano. Au sio lazima tufanye hivyo, jaji mkuu atangaze. Sio lazima awe rais. Kwa njia nyingine sema wewe rais atakujui. Si ndio? Wewe ni nani? Wewe tena utakuwa kazi yako ni kuapishwa tu na nani? Na jaji mkuu tena sawa, na ningependa kama jaji mkuu anamsomea yale maneno na yeye anayarudia sawa kama unafanya Marekani sawa, sio nani unayarudia haya. Ukiwa na bajeti yako ambayo inahakikishwa, mahakama iwe na vyombo vyake vya usalama, na kama yani na askari wake ambao wanaripoti kwa jaji mkuu au jaji kiongozi au jaji mfawidhi wa ile eneo. Wale ni walinzi wa mahakama. Kama unataka ulinzi wa ziada wa polisi, wao watasaidia, lakini hawana kauli yote mahakamani. Hatuwezi kuwa na mahakama kwa mfano. Unasema uhuru. Unakuaje na unaendesha kesi mahakamani watu wamevaa kininja na polisi. Au wale maafisa magereza. Inamaanisha nini? Si ni kumtisha jaji na nani? Yaani jamii ambayo inaona kama watu askari wamekuja wamejifunika kininja. Si ndio? Hiyo ni mahakama iko huru. Kutokana na sheria na kanuni zao wataki kuona. Nani anikwambia? Kwa wenzetu Marekani kwa mfano, lazima polisi anavaa na kamera kumuonyesha kila kitendo anachokifanya. Inaitwa body cam. Unakuwa nazo.
Hapa unajua kuniambia vitu gani vya kijinga, unaniambia yani unaweza kuniambia wewe unajua eti kutokana na mienendo yao hatakiwi kufahamika. Wanatakiwa wafahamike. Hakuna uficho wote hapa. Mtu ambaye hatakiwi kufahamika nchi hii pekee amesitiwa kufahamika na kuna kutajwa ni usalama wa taifa. Kwa mujibu wa sheria hivi sasa, mimi sitaki kusema kwamba wewe bwana Arifa wewe ni usalama wa taifa. Nikisema tu hivi nitashtakiwa. Mtu pekee kwa sheria anatakiwa nimtaje ni mkurugenzi wa nani? Usalama mkuu yule wa juu. Hao wengine wote sitaki kuwataja. Kwa hiyo kwenye masuala ya uteuzi, bajeti, hiyo inahusiana kwa kiwango fulani na mamlaka makubwa ambayo katiba yetu imempatia rais. Ni kweli. Tuna rais mfalme, tuna rais malkia au sultani kabisa, kwamba kila kitu anachokifanya yani yeye anachosema ndio hivyo. Hata kama ni makosa. Ndio watu watahangaika kuhakikisha kwamba rais yuko sawa. Kwamba yeye anachokifanya rais ni sawa. Na mwisho wa siku nakwambia mpaka mtu mmoja alikuwa rais huyo miaka ilipita juzi, anatuambia kama rais hakosei. Ndio? Rais anakosea. Yeye amekuwa Mungu. Katiba yetu inasemaje? Samahani. Katiba inasema sisi ni jamhuri. Watu wote wako chini ya nini? Ya sheria. Na juzi mahakama ya rufaa katika kesi ya Onesmo Ole Ngurumwa dhidi ya mwanasheria mkuu imesema rais, kila mtu kuanzia rais hadi mtu wa chini wote tuko chini ya nini? Ya sheria. Lakini si mambo ambayo tunayaona. Yaani sheria inasema hivyo, sheria ilivyo tuko sawa mbele ya sheria, kimatendo hali sivyo ilivyo. Unauona uhusiano kati ya kudorora kwa utawala wa sheria ambao tulianza nao kule mwanzo kwenye mahojiano yetu na hili swala la uhuru wa mahakama na kukosekana kwa demokrasia ya kweli ya uwakilishi nchini Tanzania? Yote vinaendana. Yaani swala tu kwamba hali yetu ni mbaya sana ndugu yangu. Hali ya nchi kama yani namna ya kujitawala kama nchi. Hali yetu ni mbaya sana. Tuko zamani kulikuwa Willy Gamba alikuwa anatumia maneno ya tuko Msambweni. Ndio kitabu cha kufa na kupona kile, ndio tuko Msambweni. Sehemu yako Kenya lakini ndani kama ni shimo. Kwa hiyo swala ni kwamba tuna mparaganyiko mkubwa wa utawala. Demokrasia hatuiamini. Katiba yetu inasema kama si nchi ya vyama vingi, lakini kikweli wao katika CCM na wengineo na vyombo vya dola vinaamini kwamba ni nchi ya chama kimoja. Na polisi kama alivyosema Bashiru wakati ule alivyokuwa katibu mkuu wa CCM natumia dola kubakia na dola. Kwa hiyo dola inatumika kuhakikisha kwamba chama fulani kinabakia madarakani au rais huyo anabakia pale. Anayempinga rais, anayemkosoa rais anashughulikiwa. Kwa hiyo ni kwamba tunatakiwa tusuke na tuamini demokrasia kwamba ni utawala wa watu, serikali ya watu, kwa utawala wa nini? Wa watu kwa ajili ya watu. Sawa sawa? Government of the people, ndio for the people. Sawa sawa? Sawa. Sasa hatuwezi kuwa na watu katika jamhuri. Na hata inaruka nikazania neno jamhuri. Nchi ya watu, nchi ya umma ambayo ni kwamba sisi wote hakuna mfalme hapa. Mimi na wewe tuko sawa. Hakuna mtu mwingine kutokana na nasaba yake au ujanja wake anachukua madaraka ya nchi yetu. Njia pekee sisi kuchukua madaraka yetu kwa kiongozi wetu ni kura, uchaguzi huru na wazi. Sawa, daktari, nakushukuru sana. Labda sasa tutoke huko. Tuzungumze kuhusiana na tasnia ya uwakili ambayo wewe upo na umekuwepo kwa miaka 30. Pale mwanzo uligusia kwamba ubora hata wa hukumu ambazo zinatolewa na majaji wa sasa hivi haulingani na ule ambao wewe uliuona ile miaka ya 95, 96. Sasa hivi kuna vijana wengi wanahitimu vyuo vikuu, wanaingia kwenye soko na kumekuwa na kelele na maoni kwenye sekta nyingine kwamba hawa vijana hawajaandaliwa vizuri. Wenyewe wanatumia neno half baked. Wewe unafanya kazi na hawa vijana kwenye tasnia yenu ya uwakili, hali ikoje? Hali ni hiyo, ni hali ni mbaya. Yaani ni usikia nimekwambia hali ya nchi ni mbaya. Tunaenda watu wa yani ile sasa ilikuwa ni voda fast, wakati ilikuwa ni voda fast, sijui utahitaji ni mambo ya haraka tu, ni kupiga dili, njia za mkato nyingi. Sasa kwa wenzetu yani shida ni kwamba mfumo wetu wa elimu tokea chini tutapoanza
Sio kama mtu anachuo kikuu kufundishwaje. Msingi wake ukoje? Elimu ya shule ya msingi ikoje? Kapata elimu gani? Kasukwa vipi akianza shule ya msingi? Nyumba unaweza kuwa nayo nzuri sana kujenga ghorofa lako, kama msingi wake ni mbovu ni hatari. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze na elimu ya msingi. Lazima uwe na elimu nzuri ya msingi. Mimi nimefanikiwa kusoma vyuo vya nje. Ili tokana na yale msingi wangu ule kuwa mbovu ule ambao kutokana na elimu ya Kayumba, si ndio? Ni kweli umefika juu, lakini unafahamu una mapengo makubwa sana. Ule uzito mwingine unaopewa wa hiyo elimu nyingine, wakati mwingine unaona uko na msingi unaanza kufanya nini? Kuyumba. Sisi tungependa kuwa na vijana ambao wamepata elimu nzuri kabisa. Elimu inawafanya waweze kuwa wanaweza kufikiria, wanaweza kuandika, wanaweza kujenga hoja, si ndio? Na kuzisimamia. Ndio maana inakuwa ni ajabu. Una vijana tu wadogo wanaweza Marekani, si ndio? Akija kuzungumza na watu wetu hapa, sio swala la lugha tu, lakini hata uwezo wa kujieleza, uwezo wa kufahamu, wa kuchambua vitu, watu wetu wanabakiwa wanamwangalia, anasema ndio I agree with her, I agree with her. Si ndio? Yaani kwa hiyo huna cha kuongeza, si ndio? Kwa sababu wewe ni kwamba unatia wasiwasi kwa hivi, na wenzetu wanasoma sana. Sisi ndio vitabu vya literature na visoma form 3 na form 4. Wenzetu kwa kule Marekani wamesoma darasa la 5 wale watoto, si ndio? Kwa hiyo unakuta ongeza Mungu wangu, hivi kweli mimi nimesoma sawa sawa? Wao kusoma falsafa ni kitu cha kawaida kwa watu wenzetu sisi, si ndio? Sisi tunaingia pale chuo kikuu tunasoma jurisprudence mwaka mmoja, si ndio? Na legal method. Lakini falsafa wenzetu ni sema masomo ya high school au ya nini. Kwa hiyo mtu unafahamu falsafa kwa kiwango kikubwa sana. Wewe sisi wenzetu sisi ambao wanafahamu falsafa vizuri Tanzania ni watu kupitia seminari, mapadri na nani na watu. Na kusema kubwa ndio wanafahamu falsafa sana. Watu political science bado wanaunga. Si ndio? Msingi sio mzuri sana kama wenzetu, kwa sababu watu kama watu wa seminarini wanasoma kama psychology, then anasoma kama theology, anakuja anachanganya wote anakuwa na nini. Hata sisi kwetu msingi wetu, lakini Ulaya na wale Marekani wako juu. Kwa hiyo ukifika pale sisi unaanza kukubaliana tu kwamba bwana hali yetu ndio hiyo. Sababu msingi wetu nini? Ni sheki. Sasa kwa hiyo tuna kuwa na vijana wetu sasa ambao watakuwa mawakili wazuri. Sawa. Lazima tujiangalie. Ndio wamesema sasa tunafanya mabadiliko ya elimu. Lakini lazima tuweke msingi imara kwamba tuwe na mawakili ambao wanaweza wakazungumza, wakasoma, wakaelewa na kuweza kutoa hoja nzuri. Sawa, kuna swala ya artificial intelligence yametokea saa hizi, namna kuweza kuyatumia, lakini haimaanishi ile kufanyia kazi, lakini lazima ufanye nini? Uwe na uwezo kufahamu na kuweza kuyazungumza haya. Siku zote imekuwa hivi kwa sababu pale mwanzo umegusia kwamba hukumu zilizokuwa zinaandikwa na majaji wa zamani zilikuwa na ubora. Na sasa hivi kidogo ubora umepungua. Na hao watakuwa walisoma hapa, sio? Kwa hiyo chini ya mfumo upi? Ndio hapo sasa kwamba hii sijui niliweke vipi hizo kwamba haikuwa hivi siku zote. Sehemu kubwa sisi ambao tulisoma upe. Ndio Universal Primary Education. Mimi nimeanza 77. Ilikuwa darasa la 3. Ndio. Aliyetu si mbaya zaidi. Sababu tutolewa kwenye Kiingereza kwa Kiswahili. Sasa tuanza kwenda na hiyo. Mzee wa darasa la 7 ndiye anakuwa mwalimu wako. Sawa. Na shule zenyewe ziko kiasi gani? Sawa. Mimi kwa mfano nimesoma shule ya sekondari Biharamulo. Kuanzia form 2 mpaka form 4. Somo la biology mimi nilikuja usiku nimefanikiwa kuona test tube. Nasikia? Nimeona test tube usiku 3 kabla ya mtihani wa form 4. Test tube nimeiona siku 3 kabla nini ya mtihani. Unategemea nitafanya nini? Lakini sasa hivi hali haiko hivyo, sio? Sasa hizi kuna za kanumba nyingi zinazo test tube kweli wanazipelekea. Lakini in terms of miundombinu tumepiga hatua. Yaani sasa swala. Na najaribu kuangalia shida inaweza kuwa liko wapi. Usikilize swala ni kwamba ndugu yangu, kama ulikuwa unacheza mchangani, yani kwa mpira, tu mfano mpira, si ndio? Ulikuwa unacheza kule timu ya mtaani, kufanikiwa kuingia daraja la 4. Sasa tumepiga hatua kweli, si ndio? Ulikuwa shule timu ya mchangani au ya mtaani, ukafanikiwa kuingia daraja. Nilikuwa nimepiga hatua toka mtaani ukaingia daraja la 4. Au uko daraja la 3 au uko daraja la 2 au uko daraja la kwanza. Wewe kama kazi yako bado ni ndefu sana. Tuna kazi kubwa. Sisi tunatakiwa kuwa na hali njema.
lakini hali yetu ni mbaya sana. Why? Ndio kwa sababu hilo ndio swali la msingi, kwa sababu ungetegemea naturally hali sasa hivi iwe bora kwa sababu tuna teknolojia imekuwa na nini. Kuna wewe mtu anaitwa Peter Msigwa, unapenda kutumia mfano wake hata kama ameingia kwenye chama cha Manyang'au, anasema shida ni akili ndogo utawala akili kubwa. Nimwambia siku moja Mzee Mengi samani, tukutana mahakama kuu hapa. Nikamwambia Mzee Mengi, mimi sina pesa kama za kwako, mimi ni kapuku tu. Angalau lakini nimefanikiwa kusoma. Ila Mzee Mengi, mimi na wewe tukipanda ndege tukaenda jirani Marekani, tukitofika pale JFK, tukiteremka tu mimi na wewe tuko sawa. Yaani wewe ni tajiri mfukoni una mapesa mengi. Lakini mimi na wewe tukifika pale Marekani, wale Marekani wakituona ndio sawa. Kwa sababu gani? Rangi yetu inasema kama sisi ni maskini. Hawa ni Waafrika, ni watu maskini. Kwa hiyo njia pekee ya mtu ambaye ni tajiri hapa kuweza kuheshimika kokote kule duniani ni kule kupanda kwa hali ya maisha ya watu katika nchi yake. Idadi ya Waafrika wengi lazima maisha yao ifanye nini? Ipande, yaboreke, yawe juu. Wachina walikuwa wanadharurika hivyo. Sasa Wachina walikuwa wanadharurika. Wamewindwa Marekani kama panya wale wa tauni. Ndio? Kwa sababu miaka 1880 mpaka 90. Wachina wameondolewa wote Marekani. Walikuwa kama yani ni watu ambao wanaita tauni. Ondoa wote wa China hapa. Of course kuna element ya ubaguzi, ndio? Lakini ilikuwa hiyo. Hata Wahindi walikuwa wanadharurika hivyo. Sivyo walivyo. Kuna Wahindi wengi ambao bado ni maskini, lakini kuna Wahindi wengi vile vile ambao sasa hivi wameingia daraja la kati la kiuchumi. Heshima yao imefanya nini? Imepanda. Sisi wengi wetu ni maskini, tunaendelea kutopea umaskini na tumefanikiwa kuwa wataalamu kwa kina Matonya. Sisi yani sasa kiongozi tunamtaka sisi, ndio? Yule ambaye ni Matonya mzuri. Ndio ataenda kufanya nini? Kutembeza bakuli huko nje hatuna nini? Hatuwezi kutuongoza hapa. Hii sio sawa. Huwezi kuwa na nchi ambayo ina bandari, ina bahari hivi, ina maziwa, ina madini, ina misitu, ina wanyamapori, alafu ina ardhi nzuri, alafu na watu ambao wanakufa kwa kukosa dawa, wanakufa kwa sababu ya malaria, wanakufa kwa sababu ya nini? Ya magonjwa haya mengineyo. Ni shida. Nilikuwa nataka nikuulize, unadhani kuchukua strong position ya kisiasa au kiwanaharakati pengine inaweza ikawa inakunyima fursa ya kuinterpret vitu objectively? Basi ajai kuninyima. Mimi napenda sana nchi yangu hii. Nimefanya kazi ya mazingira kwa muda mrefu. Nimepigania kutungwa kwa sheria mazingira. Nimetupigania kwamba tuwe na sheria nzuri za madini, tunapigwa. Kuona tunapigwa ikabidi kasome, niondoke hapa, niende Marekani, nisome nini? Hiyo PhD kwa ajili ya kufahamu jinsi gani tunapigwa. Si ndio? Lengo ni kunyamia kusaidia nchi yetu. Lakini of course ukirudi hapa, wapigaji waweze kuruhusu kwa nini usogee wote. Siku pekee ambao wamenisikiza ni ule mswada wa 2017 ule zile sheria zile. Nilikuwa na bungeni kwa taasisi ya LIT wakati niko LIT. Nilikuwa na pale tunasema bwana, inabidi tuongeze na yale maazimio mawili ya Umoja Mataifa kuhusiana na nini? Mamlaka ya nchi kuhusiana na maliasili zake na namna ya kuweza na haki hizo rasilimali. Yale maazimio 3281 ya mwaka 74 ni sehemu ya hizo sheria, na ile azimio namba 1860 la Umoja wa Mataifa mwaka 62 ni sehemu ya hizo sheria. Lakini kwa sehemu kubwa hawataka kusikiliza watu. Ukiwaambia hivi wao wanajua jamaa tutakosa, yani hapa ni wasema ujanja ni kupata. Ndio? Ujanja ni kupata. Kwa hiyo wao wanahakikisha kwamba yeyote yule ambaye ana mawazo ambayo yatasababisha kwamba wao wasiendelee kupiga apate nafasi. Yeah. So huamini kwamba kwa mfano kama kujiassociate na chama cha upinzani kuna athari namna ambavyo unachambua sheria, kwa sababu mtu anaweza akasema pengine inakuwekea kibanzi kwenye jicho na kufanya ushindwe kuona uhalisia. Nimekuwa objective, nimejiunga na chama cha Chadema mwaka jana tu mwezi wa 12. Kwa miaka yote nimekuwa natoa maoni kwa pande zote. Kama mtu huru kabisa, ukiangalia rekodi yangu ni hivyo. Lakini msimamo wangu hujabadilika ni huu. Yeah. Sisi sijaje kusema tu nimeingia Chadema nimeenda kubadilisha
kitu chochote kile. Nimetoa maoni yangu kwa uwazi kabisa, kwa kujiamini, kwa mazingira magumu kabisa. Tunapinga mauaji, wameua watu bila huru, wamefunikia watu bila huru, tumesema tumepambana. Sawa wanatendea matendo mabaya, tunasema. Wananyanyasa Wamasai, tunasema. Wanachukua wananyanyasa watu Kurupembe, tunasema. Ukisema mbalimbali tunasema. Sasa swala ni kwamba wale wale ambao unawakosoa, unasema wanatenda makosa, hawezi kufurahia. Nasema adui yako mpatie jina baya, si ndio? Lakini wapo, unajua nakueleza kwa sababu wapo baadhi ya wanasheria, mawakili wenzenu ambao wao kama sisi tulivyo kwenye uandishi wa habari, kwamba ukichukua strong position kwenye siasa au strong position kwenye activism, maana yake hiyo inakunyima fursa ya kuona mambo kwa upana wake, na kwamba wao they would rather kuwa kwa background na kuteki stronger position. Would you agree in principle kwamba ukiwa deep invested kwenye siasa kwa mfano au kwenye harakati, inaweza ikapunguza uwezo wako kama mwanasheria kuchambua sheria vizuri? Mimi nachambua sheria zile ambazo tunapigania, ambazo tunafanya katika eneo langu. Sawa. Tena nadhani nimebobea zaidi kwenye swala madini, nimebobea sana. Dhamira yangu inaniambia kwamba ile inakiuka ibara ya 27 ya katiba nchi yetu. Kwa hiyo lazima nikwambie. Nasema sisi lazima tulasema zetu tutuze vizuri. Wewe unaamua kuzigawa tu. Afu yani wewe tumewekeza mapesa yote haya kama nchi, afu mtu anapewa tu aendeshe kienyeji. Tunapata nini sisi? Eti mizigo itaongezeka mingi. Yes, tunapata nini? Mikataba mingine tukificho. Wakati kuna sheria inasema hiyo mikataba tupeleke wapi? Bungeni, ipitiwe, iwekwe hadharani, amweke hadharani. Afu mimi nikubali kwa sababu amesema nani? Aliyekuwa rais. So ni kama vile wewe huamini kwamba unaweza ukatenganisha sheria na namna unavyoiangalia na siasa ambapo nchi inaendeshwa. Sheria ni siasa. Unakumbuka wakati ule tano walipokuepo, si ndio? Sema siasa ni kilimo, si ndio? Sasa na mimi nasema sheria ni siasa. Sawa. Wewe tuiangalie vipi sheria ni siasa. Sawa. Yes. Kwenye miaka yako 30 ya kufanya kazi kama wakili na mwanasheria, ni vitu gani au mafunzo gani kuhusu kazi na maisha umejifunza? Nimejifunza kutokana na umuhimu wa sheria, utawala wa sheria. Nimejifunza sana kitu cha msingi sana. Umuhimu wa kuwa na uhuru, kuwa na mahakama ambayo iko huru ni kitu cha msingi sana. Umuhimu wa kuwa na utawala, watu ambao wana uwezo wa kutawala, wa kufuata, na ambao wana nidhamu ya kutawala, na ambao kweli wana utume wa kweli wa kuwa viongozi wa nchi yetu, na kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na sheria nzuri, nchi yetu inatawaliwa kwa utawala wa demokrasia. Tuna nchi ambayo tunaheshimu kwamba haki ya kuishi ni takatifu. Haki ya kuishi ni takatifu. Kwa hiyo ni kwamba sisi hatutaki kuwa na mtu ambaye anauawa eti fulani abakie madarakani. Hatutaki kuwa na mtu ambaye anapoka haki ya mtu ya kuchagua kiongozi wake. Sawa? Kwa sababu wanasema madaraka yote yanatoka kwa nani? Kwa wananchi. Kwa hiyo ni kwamba kitendo cha kuchagua, ile haki ya kuchagua kiongozi ni haki takatifu, na yeyote ambaye anaikiuka, si ndio, anatenda uhaini. Huo ndio uhaini. Uhaini wa pili, kama kweli sheria inavyosema, tumechagua kiongozi wetu, wewe umtaki, unaamua kumuua au unaamua kufanya nini? Unaamua kutaka kumpindua, kwa kushika. Sawa? Hayo ni sawa. Lakini huo ndio uhaini. Lakini mtu anakosoa kwamba jinsi tunavyoendesha uchaguzi ni kinyume cha nini? Cha katiba ya nchi yetu, inapoka haki yangu. Wewe unamgeuzia kibao, unasema ni mhaini. Sawa. Kwenye hii miaka 30, what would you say kama your highest moment, na ipi unaweza ukaielezea kama your lowest moment? The moment that you're most proud of, afu kuna moment ambayo you are not so proud of. Kuna hii kesi tulishinda juzi mwezi wa 5, kesi ya Onesmo Nguruma dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ili ya kuhusiana na kesi za Bradea, Basic Rights and Duties Enforcement Act. Ile sheria ambayo ilikuwa inasema kutaka kuwashtaki hawa, sijui wape viapo, uonyeshe maslahi yako binafsi. Wakati maslahi ya umma unaweka maslahi binafsi. Mambo pumbavu kweli kweli. Yamewekwa.
tulipinga sana mwaka 2020. Nimekwenda Dodoma pale kwa rais wa TLS. Nenda alikuwa mwanasheria mkuu Kirangi hawataki hata kutuona hao watu. Sio ndio? Sawa. Mahakama ya Rufaa imesema kwamba ile ni kinyume cha nini? Cha katiba. Hiyo ilikuwa ni siku nzuri sana. Nilifurahia sana. Kwa hiyo angalau tulipata furaha kubwa sana kwamba Mahakama ya Rufaa imeturudishia angalau imetamka hivyo. Sitasema sana kwa sababu serikali wameomba tena mapitio marejeo. Wameomba hivyo tena. That was the highest moment. The lowest moment ambayo mnaendelea kuhangaika sana ni zipo nyingi. Kuna kesi ya Mama Jean Langley, alikuwa mkalimani wa Mwalimu Nyerere, mpaka leo nahangaika naye mpaka hivi sasa. Amekufa akiwa na kanguo kamoja. Mtu anadai National Housing bilioni 1 na milioni 200. Amekufa akiwa maskini kabisa, hana kitu. Mimi kuchoma mwili wake pale ilikuwa so sad. Mpaka saa hizi na inashindwa kuelewa, hakuna ubishi kwamba kweli mali zake dada wenu alichukua na akapotea nazo. Na hukumu ni sahihi. Why don't you pay? Sasa kuna kesi ya Lupembe imenitesa sana. Kesi ya Lupembe nadhani ningeomba mifanyie hata utafiti. Ni kesi ambayo kwa namna moja au nyingine nchi ina watu ambao walikuwa na uzalendo mkubwa wa ajabu sana. Mzee John Mwavile alifanya kazi ya kutukuka sana. Mzungu amekimbia kule Lupembe, wao ameweka pamoja na Lupembe wakaanzisha chama cha ushirika, wakapata mkopo wakaanza kununua hiyo mali ya hiyo mzungu. Chukua mkopo. Wamesema sio mkopo mwaka 95. Hapa katikati serikali ilivunja vyama vya ushirika. Yule mzee akaunganisha vijiji 18 vikaunda muungano wa vijiji vya ujamaa Lupembe, Uviuru. Wakaendelea kuservice ule mkopo. Baadaye inafika 98 serikali hii ya chama hiki wakati ule kina Kigoda na nani wakasema wanabinafsisha, wanagawa ile mali, wananyang'anya watu, wananchi wakiweka mguu chini, watu wanaonekana wana asilimia 74.24 kile walinyang'anya. Mpaka leo hicho kiwanda hakijarudi kwao. Tumefanikiwa tumekwenda mahakamani tukashinda mwaka 2014, lakini tukapambana kwenye rufaa. Mwisho wa siku inaonekana tufikie makubaliano kwamba mali irudi kwa wananchi. Mpaka leo haijarudi kwa mikono ya wananchi. Sawa. Kwa hiyo ni hali sio nzuri. Kuna kesi za jinai nyingi unazoziona. Kupigwa kwa watu pale Kisutu. Matendo machafu waliofanywa kina Agatha Atuaire, aliyofanywa na Boniface Mwangi, waliopigwa watu wa Chadema pale walikuja kuangalia kesi ya Lissu. That was the lowest moment. The lowest moment ever. Shameless, yani kwamba uwezo wa kubali afu baadaye uone hatua ya mahakama ikilini unasema polisi wana haki ya kupiga watu. Wewe sheria gani nasema hivyo? Hii kuna vitu hapo. Kwanza hii ya hiyo kesi ya Mama Linji, mimi namkumbuka kwa sababu wakati niko Citizen alikuwa kuna mhariri wangu ndo alikuwa anafuatilia story yake, anaitwa Bernard James. Sasa yes. Kwa hiyo alikuwa anaongea naye sana. Ikawa mpaka tunafikia wanasema simu ikiita sana nani wewe bwana? Mama Lee huyo anapiga. It's a sad story indeed. Lakini nilikuwa nataka kukuuliza in connection with that kidogo tu. Hii tabia ya serikali kutekeleza amri za mahakama yenyewe inazungumza nini kuhusiana na ukuu kwa mfano wa mahakama, lakini vile vile swala la utawala wa sheria, kwa sababu ni jambo ambalo watu wengi wanalilalamikia pia. Ni kweli sasa hizo kushinda serikali wao wanasema tunaenda kupaki pale hazina kwa msajili wa nini, sio? Usubiri kulipwa pale kupange foleni. Hawataki kulipa. Tunawashinda sio hiyo, tuna kesi nyingine nimewashinda huko Mwanza. Wanafungulia kila aina ya nani. Lakini iko hivyo hata kwenye sheria ambazo mahakama inaamrisha zibadilishwe na serikali. Yaani ndio mimi nasema mali za serikali itabidi mwisho wa siku tuanze kushika mali za serikali au tushike akaunti zao ili waweze walipe. Hakuna sababu. Kwa sababu kwenye kesi ya kukutia ule pumu mahakama ilisema serikali na mtu mwingine wako sawa mbele ya sheria, haijalishi wao ni watu gani. Hii hakutaka kwanza sisi nikifungua kesi mahakama mimi nalipia. Serikali hailipi. Sio sawa. Sio sawa. Si wanaweza kusema kwa sababu serikali ina represent the public interest. Ni muhimili wa mahakama, ile ni tofauti. Wewe ni executive lipa. Ambaye asingelipa mahakamani ingekuwa ni mahakama yenyewe, sio nani.
Nasikia? Yaani ambaye asingelipa pesa mahakamani ni kama mahakama ingekuwa imekuja pale kwake. Sawa Doctor. It's funny kwamba kwenye ile swali nimekuuliza highest na lowest bado umeamua kustick kwenye sheria. I thought ungekuja na kitu personal. Yaani mambo ya kushikwa tu kwamba tumeshughulikiwa swala la Bunia huru na nini, hiyo sawa. Tulishtakiwa na Mkapa, na tulishikwa wakati wa Mkapa na nini, sawa, lakini nadhani mengine nimekazania zaidi ya watu. Yaani yote yanahusika na ukiukaji wa haki za binadamu. Watu wameuawa Bunia huru. Tunapinga. Lakini ndio tukapata uzoefu kwa namna ya kupambana. Sawa. Kwa hiyo mengine ni hayo, of course. Swala la bandari kulikuwa na masuala ya nilipolazimishwa kukimbia nchi. Sawa. Maana maisha yangu yalikuwa hatarini. Hata habari kwamba wanataka kuniondoa. Ikabidi kuondoka. Hiyo ndio mara ya kwanza mimi nakimbia nchi yangu. Sikuwa kutegemea hata siku moja kama ningekimbia nchi yangu. Which I would thought ingekuwa the lowest kwenye sawa, lakini mwisho wa siku nadhani sio mimi peke yangu, sio kwangu tu peke yangu, nimewakuta wengi. Sawa. Lakini kwa nini sasa nifanye kuwa ni kubwa sana? Kikubwa mimi nadhani ile ambayo ni watu kupoteza haki zao au kutokea mmonyoko wanani. Kwa kweli yani nimekazana ile neno la hali ni mbaya. Kimaadili, sababu sasa na uzoefu mrefu. Na bahati mimi ni kidogo ni tofauti na wengineo. Nimeanza kufuatilia siasa tokea mwaka 72. Sawa. Nikiwa mtoto mdogo hata sijaanza la kwanza. Karume alivyouawa nimeanza kunani. Sawa. I was only 6 years old. Sawa. Sasa na nimesoma sana masuala ya siasa, nafuatilia siasa, lazima usikize redio, usikilize nini, hotuba za Nyerere, hotuba za nani, unasoma. Baba alikuwa na vitabu vingi sana pale nyumbani. Na mimi mpaka naweza sababu nimesoma vitabu vingi sana. Yani umesoma, umejifunza dunia inakwendaje, unafuatilia watu wanasemaje, na mpaka leo unaendelea. Na mimi sehemu kubwa huwa naangalia vitu vingi, naangalia taarifa za habari za nje na naangalia pengine mpira hapa na pale, lakini vinginevyo au documentaries, ndio kwa sehemu kubwa ndo mambo yangu. Ungependa uache alama gani? Kama tukifanikiwa kuirudisha nchi yetu katika mstari wa nani, kushiriki katika kuhakikisha kama nchi yetu inakuwa na utawala mzuri wa kisheria, nitafurahi sana kwamba raia wa Tanzania ataweza kujiona kwamba yuko huru, uhai wake unaheshimika, ana hakika kwamba atatendewa sawa mbele ya vyombo vya sheria, na kwamba haki zake hazitapokwa, haki zake za kisiasa, ataweza kufanya shughuli zake za kiuchumi kwa uhuru, akijua kwamba akikosea vyombo vya sheria vipo, lakini atashughulikiwa au atatendewa jinsi ambavyo sheria nini inavyotaka. Hizi sheria zote za kidhalimu lazima tuziondoe, tuwe na katiba mpya. Kwa hiyo ningependa kushiriki katika huo mchakato mzima kubadilisha, kuweka katiba mpya ya nchi yetu, kuhakikisha kwamba tuna vyama imara vya kisiasa. Kama sasa niko Chadema, kuhakikisha kwamba taasisi Chadema inakuwa imara kabisa, iko tayari kabisa kuweza kutoa madaraka na kuweza kuongoza nchi hii, kwa sababu hivi sasa kama nilivyosema wengine jana, Chadema sasa ndio chama kikuu cha siasa nchini. Hakuna chama kingine chenye sifa, chenye uwezo na kinachokubalika Tanzania kama chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo sasa Chadema lazima kijiandae kutoa madaraka na kuweza kuongoza nchi na kisije kuja kuingia katika matatizo kama ya CCM ya kuwa wa mafisadi na manyang'ao. Doctor, you think you will accomplish that? Will we accomplish that kwenye your lifetime? Nitakapofikia hapa natosha. Wengine wataendelea. Yani kazi huwa haishi. Wazanzibari wasema haijeshi au haifanyi kazi hiyo haishi. Ni mapambano yanaendelea, kila mtu anafanya pale anapoweza, lakini kama tumeingia katika hiyo njia ya kuelekea katika demokrasia ya kweli, ni bado ni safari ndefu, hata wengine hawajaikamilisha. Sasa kama Marekani muone kumekuwa na setbacks, sasa tunarudi nyuma, naenda mbele narudi nyuma wakati mwingine. Kwa hiyo inabidi kuweza lakini lazima tuweke mfumo ambao utasaidia kama tuweze kujisahihisha. Ndio kukosea lazima kupo. Tuweze kufanya nini? Kujisahihisha na kusonga mbele kwa ujasiri mkubwa zaidi. Lakini tukiwa na imani kwamba tunajenga nchi ya nini, ya demokrasia. Kwa hiyo lakini mimi ningependa zaidi tuwe na mahakama thabiti, bunge thabiti, na muhimili wa serikali ambao unanyumbuka, unatenda kazi inavyotakikana, muhimili ambao ni imara, lakini ambao unasema kwamba mnufaika wa kwanza wa kilichoko Tanzania
ni Mtanzania. Yaani wanawake wa Tanzania kwa katika yani katika ujumla wetu. Asante. Dr. mimi nakushukuru sana. Nakushukuru sana na bila shaka nilipaswa nianze na hongera kule. Miaka 30 ni umri wa mtu mzima. For perspective tu. Wewe ulianza kuwa wakili miaka 3 baada ya mimi kuzaliwa. Okay. Sawa. Okay. 92 93. Sawa. Okay. Kwa hiyo wewe umezaliwa baada sisi kupigania vyama vingi kwa nani sasa. Kabisa. Tunakushukuru sana na tunakutakia maisha mema marefu ili kuendelea na hizi harakati ambazo bila shaka ni kwa manufaa ya watu wote. Amin. Asante sana. Mtazamaji wa The Chanzo, basi mpaka kufikia hapo ndio tumefikia tamati ya mazungumzo ambayo tumekuwa tunafanya hapa na Dr. Rugemeleza Nshala, ambaye yeye ni wakili lakini pia ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini kama ambavyo utakuwa umeona hapa tulijikita zaidi kwake yeye kama mwanasheria na wakili kwenye safari yake hii ya miongo 3 ya kuitumikia taaluma na kada ya uwakili na wanasheria. Mimi nilikuwa nakuendesha mazungumzo haya kwa mara nyingine tena ni Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera Joseph Kirati na Ambrose Dawai, tunakushukuru sana na kuomba uendelee kufuatilia maudhui mengine tuendelea kuzalisha hapa. Kwaheri Dr. Asante. Shukrani. Mungu akubariki sana. Amin. Asante. Kwa pamoja. Asante vijana. Asante.